software, ana huruma, maneno mawili matatu ashalainika. Si umempiga hapo hapo, taomba maneno mawili matatu, atarudi, atakubali, atakusikitikia, atakuona imani, atakuomba yeye msamaha, na wewe ndio ulomkosea. Hawanaki ndivyo walivyo. Ile huruma walionao wanawake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio hakuwapa amri ya talaka wawe nao mkononi. Mwanamke akitaka talaka mpaka aende kwa kadhi. Katika maisha yetu sasa tulionao, kisheria aende akaombe talaka, kadhi ampitishie, amtafute mwanamume mpaka ampate, amlazimishe mwanamume kumwata mwanamke. Wajua point ya kwanza, lao hawanawake wangepewa wao ile talaka, kwa siku sisi wanaume tungewatwa mara 5. Kukiadhini alfajiri ushawatwa. Wewe ukiingia tu nimekuacha, ushatiki utoke kwenye nyumba. Aladhuhuri atakupigia simu ushakurudia, utarudi. Ama wanawake kwa hivi. Lakini mwanamume ampewa talaka kwa sababu gani? Mwanamume anapoacha basi ujue kumpita mambo mingi sana huko nyuma. Mwanamume hana hawa katika talaka, ndio Mwenyezi Mungu akatupa sisi. Yule mwanamume anapoacha basi ujue kuna kitu kimeendelea. Na hata pengine katokea ustadhi, basi kuna mtu nasikia ameoa watu 10, wanawake 20, 30, akiwawacha. Mwenyezi Mungu, mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha la yuhibbu dhawakina wala dhawakati. Mwenyezi Mungu hapendi wanaume wenye kuondaonda. Ati kuna wanaume wako design hiyo. Kuna wanaume anakuambia mimi shaoa Mkikuyu, shaoa Mkamba, shaoa Msomali, shaoa Mbajuni, shaoa Mgiriama, basi wasikia raha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapendi watu wenye kuondaonda. Mwenyezi Mungu apenda mtu umestick, wanawake wawili ni hao. Mmoja huyo, lakini ati sijui umepata. Na Mwenyezi Mungu hampendi mwanamke ati sijui lao mimi yule mwanamume shakwenda naye. Mwanamume ati, na ndo design za sasa. Mwanamke ndio wasikia raha na wanaume mabarobaro sasa ndio wasikia raha. Yaani kwa sababu gani? Kila mwanamume akufanya hesabu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaani akufanya hesabu mpaka mwenyewe wasikia raha kwamba lo amekwenda na watu wangapi? Watu 6, watu 7, watu 8. Siku moja kulikuwa na mama na mume wake walikuwa wamekaa nyumbani, basi darasa kama hii wenyewe wakaisikia. Sasa yule mume mwenyewe ni kipara. Basi yule mama akamuuliza yule bwanake, akamuuliza, wewe bwanangu nitakuuliza swali usinidanganya. Akamwambia, kwa nini uulize tu? Akamwambia, umetembea na wanawake wangapi? Basi yule akamwambia, akafikiria, akamwambia, waonekana wewe umetembea na wengi sana. Akamwambia, mimi natembea na wanawake idadi ya nyele zangu kwenye kitwa. Yule mwanamke menza akavunja vitanda, akavunja mafriji, akavunja ma TV, kisha mwisho akikumbuka kumbe mume wake nkipara. Maishani mwake hajamea nyele. Kumbe hana nyele, ni maana ni mimi peke yangu tu. Hao ndio wanawake walivyo. Utawatwa wewe daily. Ukiingia chona nkuata, ukiingia jikoni nkuata, ukitoka hivyo nkuata, utawatwa kwa message wewe. Hata kudelete utachoka. Clear chat zile utaziondoa. Ndivyo walivyo, ndio hakupea wao wanawake, tumpewa sisi wanaume. Pale mwanamume anapoata basi ujue kuna kazi. Na wako wanaume waweza kumuona mwanamume atukanwa na mke wake barabarani. Tena utaambia, wewe vipi wewe? Si umwache yule antulia tu. Siku akikwambia amewata, harudi nyuma yule mwanamume. Haya ni maneno practically. Tunataka kuzungumzia adabu za talaka. Wewe ulioa, nikiwata mimi kuna nini? Na haya ni masomo ambayo kwamba yatakiwa yasomeshwe college zetu, jamia. Sio mtu kusomeshwa kuswali tu, anfundishwa kwamba, na tena sahihi imekuwa ni mchezo, watakuoa basi ukioa, ukiulizwa ya Ustadh Omar itikia labbaik. Yaani afundishwa pale kama acting ya sinema, ikisha kumalizika basi. Ni maisha ya ndoa. Mtoto akiwa barobaro ajue mimi nikioa nasema maneno gani, na nikiwata nitasema maneno gani. Na ndio utaona hizi ndoa tunavyozichezea sasa si kama za wazazi wetu. Angalia ndoa za wazazi wetu. Wewe pengine una miaka 40, 60, pengine ukifikiria babako aliatana lini na mamako, hata hujui. Wazee walioana 60, 70s,
80s 90, wata millennium. Hii millennium sisi huku vituko tu huku nyuma, kurudi nyuma 80s 95 kuja chini, angalia ndoa zilivyodumu. Na wewe angalia design za sasa. Kibarobaro akioa, akimaliza term moja, term ile ya school miezi 4, akimaliza mpe congratulation. Akimaliza second term wewe mpe zawadi. Akimaliza third term tafuta award umpe. Antoboa vizuri sana. Barobaro wa sasa hawamalizi mwaka. Na akimaliza basi ujue ile ndoa yake pengine baba mama wanaifuatilia step by step, ndo kama na kijana ametulizana. Lakini ikiwachwa on the floor kwenye meza, ndoa kama ile hatoboi siku hizi maisha sasa, upande wa mke upande wa mume. At-talaqu marratani. Talaka kwanza mpaka tujue ni tamko, sio majlis. Kuna fikra wakati wa mtume pia baada ya mtume ilikuweko, lakini mtume alikataa. Saidina Umar akaitukulia hatua ya talaka ni majlis. Talaka ukisha kusema nimekuacha, tatu hizo, hii ndio sheria. Wengine wasema ni majlis. Hata ukasema nimekuata leo hiyo mmoja, kesho useme tena nimekuata ya pili, Kuna bwana alikuja kwa Saidina Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, akamwambia ya Imam, mimi mmemuacha mke wangu talaka 100. Yani ameudhika sana na mke wake, mmemwacha talaka 100. Abdullah ibn Abbas akamwambia talaka 3 zishapita, hizo 70 na hizo 97 97 zilobakia, hizo umemchezea Mola wako na atakulipa. Talaka 3. Ukisema nimekuacha nimekukasema nimekuacha talaka 3, zimepita 3, si mke wako tena mpaka aolewe na mume mwingine, kisha ndio mpate tena. Kwa nini ikawa hivi? Kwa sababu talaka si kitu cha matezo. Lakini siku hizi ni design watu zitukulia. Pale walipoifanya majlis ilikufanywa wakati wa Saidina Umar. Saidina Umar akaitukulia hatua. Hakuna, si majlis, ni tamko. Mara ya kwanza, mimi ni Ustadh Umar nimemuacha mke wangu fulani binti fulani, talaka 1. Ukiindicate nimemuacha talaka 2, zishapita 2. Una only one chance imebakia. Ukisema talaka 3, khalas imemalizika. Na hivi sasa juzi tu nimepata kesi mmoja, amenipigia simu katika marafiki zangu, anambia Ustadh, kuna swali hapa, kuna mtu na kuna kijana na mke wake wamekuja, wana swali wauliza. Haya, swali gani? Asema swali lenyewe, huyu bwana mara nyingi huteta na mke wake. Katika kuteta kwao ashamuata mara 3, lakini bado wapendana. Yule bwana ashamuata mara kwanza, waliteta akamuata, lakini asema ati alikuwa na hasira. Mara ya pili akasema na hasira. Sasa hii ya 3, je, ndio kuisha ama kuna chance kwa sababu wapendana? Ndugu zanguni Waislamu, ndoa si kitu cha matezo, ni ahadi. Hakuna ndoa isipokuwa kusome aya, baada ya kusoma hindi, kuswaliwa mtume na kusome hadithi. Aya zile ni ahadi wazitukua, kwamba yule mwanamke umemtukua we mwanamume, utakaa naye mke wako sawa sawa, yeye ndi kwa njia na sheria, na kukitokea yani ufarikiano, kuteta, basi ni ihsan kwa amani. Wamuoa kwa amani, wamuacha kwa amani. Humuoyo ukaenda kumrepu yule. Wamuoa kwa amani, mwapendana. Waoa kwa amani, na kumuacha wamuacha kwa amani, si kwa ngumi. Sasa adabu zake zimetajwa kwenye Qur'anul Karim. Lakini sasa huyu imepita, ile talaka 3 imeisha, lazima sasa aolewe na mwingine. Kuata jamaa si jambo zuri. Divorce, talaka si jambo zuri. Mtume na Mwenyezi Mungu hawalipendi. Na jambo baya zaidi ni
ni kumwata kwa pamoja mara 3 mwanamke. Hiyo ndio mbaya zaidi. Na dhambi ni kuingiza muhallil. Wajua, ukisha kumwata mke wako mara ya kwanza, mara ya pili, talaka ni ya 3 imepita, sasa yule mwanamke mpaka aolewe na mwanamume mwingine kisha umuoe tena. Siku hizi sasa kuna design, hata wakati wa nyuma ilikuwa ikitokea, wakati wa Mtume pia ilikuwa itokea. Sasa kuna design yenyewe, utazungumza na rafiki yako, bwana mimi yule mke wangu talaka 3 zimeisha, kwa hivyo sasa muoe baada ya magharibi, isha utamwata, utampa posho pale. Ukisha kumpa posho, jamaa atamuoa, nimekubali kumuoa mtu fulani fulani, binti fulani, kisha bwana kisha kumalizika amwate. Haya, nimemwata, ati kwa hapo. Hiyo kwanza, la'ana Allahu almuhallil, Mwenyezi Mungu amemlani yule mwenye kuwekwa muhalili. Wewe unayemzungumza na yule mtu kabage naye, una laana ya Mwenyezi Mungu, na wewe unayekubali kufanya una laana ya Mwenyezi Mungu. Na wewe sasa pengine nitokea bahati mbaya, jamaa akakwambia bwana nataka umuoe mtu fulani fulani fulani, wewe kamuoe, kisha kwambia mwatu ambaye sitaki tena, kataa kabisa. Si tulikubaliana, mwambia mimi ndio sitoki tena. Hawezi kushtaki kabisa, wala hawezi kwa Mungu wala kwa kazi. Kwa hivyo wewe kio umeingia, wewe bahati nzuri umeingia, usitoke tena, tulia pale pale. Yako bwana mimi nilikuwa nampenda, alikuwa humpendi, mbona umemwata? Kwa hivyo almuhallil haifai. Almuhallil haifai ile ya kuplan. Lakini wewe mwenyewe wajua, marafiki, huyu rafiki yangu na mke wake wapendana, talaka 3 zimepita, sasa zimeisha, wewe ukenda ukamuoa kuokoa ile ndoa bila kuplan, wala mimi nsijue na yule mwanamke asijue, uende ukamtake sawa. Ukisha kumtaka ukamuoa, kisha ukajitiatia matripu 2 3 4, umwambie mmekuata, yule atamrudi. Plan tu. Lakini usitumie mtu wa 3 kama kuna plan kaifanye asijue. La, ni wewe mwenyewe umeiona ile style, namna hali ilivyo, ukafanya, tena utapata thawabu kwa kuokoa marriage kama hiyo. Na hivi alifanya Sayyidina Hasan radhiallahu anhu, alifanya mtoto Sayyidina Ali. Kulikuwa na mwanamke mmoja aitwa Urainab na mume wake ni Abdullah bin Salam. Hawa walikuwa wakipendana sana. Muawiya ana mtoto wake aitwa Yazid. Huyu Yazid alikuwa ni matata sana. Yazid ndio alimuoa Sayyidina Hussein katika historia. Huyu Yazid mtoto wa Muawiya akamuona Urainab. Alipomuona huyu mwanamke akampenda. Alipouliza akaambiwa ni mume wa mtu, mke wa mtu. Akasa yotafuta plan aliyoitafuta, wakapanga plani, wakamwita yule Abdullah bin Salam. Alipokuja ni mfalme, mtoto wa mfalme Yazid, babake Muawiya, hapo ndo alikuwa ametawala. Saidina Hasan ame step down. Huyu Yazidi wakapanga plani yenyewe, wakamwita yule Abdullah bin Salam, wakamwambia bwana kuna kazi utapewa, wewe utakuwa ni prime minister. Yazidi akaona Abdullah bin Salam akaona post nzuri, akamwambia kisha baada ya kuwa wewe umepata hiyo post ya prime minister, kisha utaozeshwa mtoto wa Muawiya. Mtoto wa mfalme kisha niwe prime minister. Lakini hii kazi ambayo kwamba utakaopewa, huyu binti yake mfalme ametoa sharti moja. Sharti gani? Asema hakubali wewe upewe hiyo post, na hakubali kuolewa na wewe mpaka umwate yule mke. Abdullah bin Salam maskini akafikiria pengine muate huyu mwanamke wangu, kisha nimpate mfalme, mtoto wa kifalme, kisha nitamrudia. Plani yake katika fikra yake maskini akawa brainwashed, akakubali Abdullah bin Salam. Akamwacha 3 kuishi hamwezi tena. Alipomwacha 3 akaenda kawa shamwambia mke wake arudi apewe kazi ya prime minister. Akija Yazid amwambia hakuna kazi. Wewe tena baada ya kuwa hakuna kazi, wewe umemwata mwanamke wako uliokuwa ukimpenda, ni maana wewe si mwaminifu. Kisha na huyu binti yetu huyu hataki tena kuolewa na wewe. Bas Abdullah bin Salam akashikwa na wazimu, si wazimu kwa kukota makaratasi, lakini ni ule wazimu wa mahaba. Mke wampenda,
Kuna mtu aweza katembea barabarani ukampigia salamu hata hasikii. Wallahi. Atembea tu kwenye barabara tu. Yale mahaba tu yafikiria tu. Wenyewe Arabu wamuite Laila. Yaani wafikiria yule demu wako yule, ni mke wako, ni girlfriend wako, na girlfriend anamfikiria boyfriend wake. Aweza kapigiwa honi kabisa ama wasoma message. Ile message inkuja notification. Hata hujaisoma tu. Basi vile utakaposhtuka na ile raha unaiona. Na kuna watu aweza kuambia aweza tasile. Unakwambia sili, silali, ni urongo ule. Si kwamba hali wala vizuri sana na yuwalala vizuri sana, lakini kuhadaa. Mahaba mkuhadana tu. Mahaba ya kweli ni ya Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale mahaba, lakini mahaba sijui ya mimi, sijui na usikuoni, sijui hivi na hivi, siku mbili tu tena nkifa hata wale wana mwingine hata habari hana. Mpende Mwenyezi Mungu mahaba yako na mpende Mola wako ambaye kwamba kule ukienda utakutana nao. Abdullah bin Salam akarukwa na akili, mke amemkosa, kazi hana lolote. Urena bakarudi zake Madina Munawwara. Alikuwa ni mwanamke wa Kimadina. Aliporudi Madina, sasa Yazid misheni yake ataka kuifanya, akamwoa yule mwanamke. Akamtuma Muawiya kwa hikma yake, akamtuma Abu Darda na Abu Huraira, kiasi kukosea Abu Huraira. Abu Darda 100% alikuwa yuko kwenye, hawajui wale masahaba Mtume. Muawiya akaambia mtoto wangu mimi kidogo ana matata, nataka angalau at least akioa pengine atakuwa mzuri mtoto wangu. Wale masahaba Mtume kweli wakaona mtoto ana matata, twendeni, ni jambo zuri la kuoa, watoke wende zao Madina wakamtake Urainab kwa wazazi wake. Abu Darda wakatoka wakaja mpaka Madina. Walipofika Madina wakaona, wakaenda wakamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baadaye hapo Mtume ashakufa, yani wakaenda kufanya ziara. Kisha sasa wakaona afadhali tukawatembelee wajukuu grandson wa Mtume, kisha twende tukafanya kazi yetu. Wakaenda wakashukia kwa Hassan, Saidina Hassan radhiallahu anhu. Saidina Hassan akauliza, mna habari gani? Wakaambia hatuna habari yote isipokuwa tumkuja tumtaka Urainab. Saidina Hassan aliposikia kwamba hawa wanatoka kwa Muawiya wamtaka Urainab, yuko hapa Madina. Urainab si mume wake ni Abdullah bin Salam, akasema naam, amemwacha Abdullah bin Salam talaka 3. Saidina Hassan pale akajua kwamba hizi ni trick za kifalme. Akaambia kina Abu Darda radhiallahu anhuma, mkienda kwa Urainab mwambieni posa 2 Yazid na mimi namtaka. Pale alikuwa na ilhamu ya Saidina Hassan radhiallahu anhu, akajua kuna trick hapa. Kitu alichokifanya kina Abu Darda, akaenda wakifika kama Urainab tumkuja posa 2. Yazid ni tabia zake hizi, Saidina Hassan tabia zake hizi. Yule Urainab akasema, ikiwa mume wangu ninayempenda mmemkosa, sasa afadhali niingie kwenye dini, namtaka Saidina Hassan. Saidina Hassan akamuoa kisheria. Tena alipokuja amwambia Saidina Hassan akamwambia Abu Darda, twendeni sasa mkaniozeshe. Akaozeshwa kisheria kila kitu, kisha kakaa. Angalia adabu za ndoa. Hapa nimekitoa hiki kisa briefly kwa haraka kwa sababu kukuonesha muhallil hafai. Wewe ukishakuata mara 3 subiri tu. Lia, uweke madevu manake ikiwa mwana mtu hanyonyoi vile madevu mingi ujue na mahaba kidogo, mambo mabaya. Kama movies yani. Kiwa na madevu hatanitani. Sisemi Uislamu na sisemi kwamba watu wanyoe wasinyoe, niko kwenye masuala mengine, ile huzuni, kuna wengine nyele hawatani kwa sababu hana time. Hana raha, swala haziswaliki vizuri. Wao ndio kila kitu bana, you either like it or not. Bas Urainab akaolewa. Saidina Hassan siku hiyo amekaa nyumbani kwake. Saidina Hassan alikuwa akipenda kuoa, na hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mitume wote ndio sunna zao, kupenda kuoa, usipende kuzini. Penda kuoa, mwisho 4, hakuna zaidi ya 4 hapo kabisa. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Siku hiyo Saidina Hassan amekaa nyumbani, Abdullah bin Salam akaja. Alipokuja, riwaya nyingine alimuita. Alipokuja akamweleza shida zake, mimi nina shida hivi na hivi, sasa mimi nataka unisaidie. Abdullah bin Salam ambaye Saidina Hassan, nataka unisaidie mimi nikapa kitu kidogo nikatukue amana zangu.
Saidina Hasan akamwambia, waonaje nikamwita na kadhi ukapewa amana zako zote? Akamwambia si jambo baya. Saidina Hasan akamwambia, kamwiteni Uraina. Akaitwa, akiitwa kufika hapa akamwambia, Uraina, huyu alikuwa mjua? Akamwambia namjua, huyu alikuwa ni ex wangu. Akamwambia, kile ex wako wamtaka? Akamwambia, wewe si umenioa? Akamesha kuata, mmekuata hata eda imeisha. Yule mwanamke mwenyewe, point yangu kwanza hapa naitaka, yule mwanamke amewatwa, hajui kama amewatwa na eda imeisha. Yule mwanamke akasema, basi ikiwa umeniata na eda imeisha, mimi mume wangu still nampenda. Basi akamwambia, haya kadhi waozesha. Hawa walikuwa wametezewa na Yazid. Hivi sasa angalia trick alifanya Saidina Hasan, ndio nakupa point hiyo. Lakini ya kupanga unkaa barazani, wewe njoo tutaonana saa ngapi? Saa 3. Basi ushakuwekea vitu vako, umewekea vitu hapo, mashumari na vitu vingine umevijua, umempangia nini bwana, kuna story nini, umwata 3 ataka kuozesha, haifai, ni laana. Mwambia wewe tulia, aolewe na mwingine kisha basi. Sasa kwa hivyo hakuna machezo ya taraka. Ikiwa wajua kwamba hii ni ya 3, umepiga 2, ushamwata mara kwanza mke wako, mara pili, ile ya 3, be serious, kuwa na uhakika whatever you are doing. Kitu chingine cha muhimu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la yafrak mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqa au radhiya minha akhar. Kwanza mpaka ujue wewe mwanamume na wewe mwanamke, mpaka ujue kitu kimoja. Kitu chenyewe mpaka ujue hakuna mwanamke completely 100%, na mwanamke ajue hakuna mwanamume completely 100%. Mtume asema, in kariha minha khuluqan, yule mwanamke akawa na tabia moja, pengine ukamsikia mtu a complain, wallahi mke wangu kupika yajua, mzuri, mrefu, height yake mashallah, lakini ana loose mouth. Okay. Yani huyo ndo akufae. Yani ana ila moja tu, mrefu alhamdulillah, mzuri alhamdulillah, yajua kupika alhamdulillah, hiyo moja tu, loose mouth. Basi hiyo ndio yakufaa. Kuna wanawake wana ila 5, utamfanya nini? Huyo mmoja at least stick up hapo, mwausika naye. Lakini ikiwa ni mwanamke ambaye expect upate mwanamke ambaye kwamba mwanamke mwenyewe ana kila kitu, hakuna. Mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna, itakuwa kwako wewe. Na walikuwa Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aweze kuudhiwa na wake zake, awakimbie mwezi mzima. Wewe ujua una balaa, paka ujipange. Sikuoa tu mkao na kukaa sijui wewe una picha 2 za Instagram, mwanamke na mwanamume anashikana, waona huku ndio kuoa. Kuna mambo humo ndani, zuia hivyo. Hawa wako namna hiyo, same school, same desk, yani uniform same, wako hivi wote. Ati sijui pengine wallahi kimwata huyu aonekana yule, wako same vile. Tena huyo mwingine ndio atakuwa mbaya zaidi. Afadhali umshazoeana naye 3 years mkawania mshazoeana. Yeye amekuzoea na wewe umemzoea. Sasa stick. Wataka zaidi ongeza. Hiyo haina mushkili. Sasa mwanamke huwezi kumpata kawa kamili, lakini ni kuvumiliana na kusikitikiana na kuhurumiana na kusubiriana. Talaka ni mara 2, si vitendo viwili. Hilo tushalisema. Ukisema nimekuacha mara 2 ni mara 2. Nimekuacha mara 3 mara 3. Ukisema nimekuacha mara 1 mara 1. Lakini hapa paka tuelewe, kunao mashekhe wengine wasema ukisema 3 hazipiti. Hizi ni opinion zao. Usije pengine ukani challenge baadaye. Hata Sheikh Ibn Taymiyyah pia kwake yeye talaka 3 kwa mara 1 hazipiti. Sasa wewe ikiwa ni madhhabi ya upande huu, waweza ukashikilia ile yako unsema, lakini sio ni machezo. Pengine ilikuwa ni hasira, bahati mbaya nimekuacha, sikutaki tena, talaka 100 sasa wewe utachukulia mara 1. Lakini kwa madhhab especially sana madhehebu ya Imam Shafi, talaka 3 3, 2 2, 1 1. Adabu za talaka kwa haraka, kwa sababu kesho tuna mada nyingine
ya visababishi mpaka vikufanye wewe ukamtukia mkeo na mke akamtukia mume, mwisho wakatana. Hiyo tutakatuzungumzie pointi 2-3 alizozitaja Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, ndio zenye kusababisha yule mwanamke ukahumpendi tena. Mwanamke umempenda mwenyewe, ukatuma message, mwazungumza 3 hours na hamuchoki tena, mwambia sema wewe, ndio nakwambia sema wewe, maneno yanakwisha. Lakini free Airtel ni free, hamuna maneno mpaka alfajiri, bado wajisikia kuzungumza naye tu, kisha mkwati si mzuri tena, atumtaki, ataingia kilini. Kuna sababu za kufanya yule mwanamke sasa humtaki tena alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini twazungumzia adabu za talaka. Wewe mwanamume ambaye kwamba unaibeba talaka, Mwenyezi Mungu akwambia mfikirie yule mwanamke, mke wako, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan. Mwanamke ampata taabu, mwanamke yuwapata taabu mpaka tujue ile kukuangalia wewe nyumbani tu. Kuna wengine hawaangalii waume zao, lakini kule kukuangalia wewe, tukulia yule mke wako kukuzalia mtoto, amezaa watoto, tena wale watoto amembeba yeye yule mtoto kwa dhiki. Mara mwanamke wala paka paper bags, yani mwanamke akiwa na mimba na balaa, anaweza kula mawe, mtanga, udongo, mswake zaka vunda kala, yani ajisikia kwa miezi 9 hana fahamu, hajitambui. Ndio kaona katika sheria za Kiislamu ni madhambi kumuata mwanamke akiwa na mimba. Talaka itapita, lakini ni madhambi wewe mwanamume. Kwa sababu gani? Mwanamke si yeye. Kuna wanawake wakiwa na mimba hataki kumwona mume wake. Kuna wanawake wakiwa na mimba kila kikuona wewe wasikia harufu mbaya. Wana design kweli, kuna mastyles tofauti. Kuna wanawake wakiwa na mimba hana haja na ile nyumba ya mume wake, atakondoka kwingine kwao nyumbani ndio yasikia raha. Kuna wanawake watapika kimwona mume wake, yule mume akimwona sasa ubidi mwanamume atafuti kirumu chake kingine kando, ikiwa ni store utajipanga. Hawa wako namna hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba tuwasikitikie na tuwahurumie. Lakini adabu pale unapoona mwanamke oa, waoa wewe kwa sababu mimi nataka kuoa, na wakati wa kuata wacha kwa sababu hakuna budi. Umeangalia hakuna njia yote isipokuwa huyu mke wangu mimi ni muache, ndio pale umuache. Sharti ya kwanza katika kuacha mwanamke akiwachwa, ikiwa ni talaka ya kwanza ama talaka ya pili, ni lazima akae nyumba ya mumewe. Na wewe mwanamume unapomuacha mke wako talaka ya kwanza na talaka ya pili, akiwa hajamaliza eda yake, yule ni mkeo still. Kabla sitazungumza adabu hapa 5, hizi adabu 4-5, mpaka ujue wewe mwanamume pale unapomwata mwanamke, nimemuacha mke wangu talaka moja, still ni mke wako, hawezi kuolewa na mwanamume mwingine. Utamuangalia vile vile, na yule mwanamke akisikia mume wako amekuacha, atauliza tu talaka ngapi? Atasema talaka 2, bado mume wako, mpaka eda imalizike. Kuna period Mwenyezi Mungu ametuwekea ya yule mwanamume, pengine atabadilisha msimamo wake, au pengine umeitoa kwa hasira. Sasa kuna period ya eda, yule mwanamke atakaa katika ile eda atakayokaa yule mwanamke, ile period yake, wewe at least utafikiria, utaona pengine wasikitikie watoto, uone haina haja, musuluhishe, kufanya mikutano, pengine mwanamke na mume murudiane. Point iko, mwanamke hafai kutoka kwenye nyumba ya mumewe ikiwa amewatwa talaka ya kwanza na talaka ya pili. Talaka ya 3 ikiwa amewatwa, ana khiari kubeba vyombo ya 3. Lakini sivyo hivi sasa. Mwanamke wewe ukasema tu by mistake tu, mimi sina haja na wewe, ashabeba kanta ikondia, na tena atasafisha nyumba kama msikiti hivi. Wewe ukiingia nyumbani wewe waona floor, utafikiri wapiga floor paint, yani kweupe,
atabeba chake na kisokuwa chake. Kantra, utafikiria huyu Kantra amempanga nini huyu? Maana Kantra ukitaka kusafirisha vyombo mpaka ujipange umwagane, yeye hapo kwa hapo utakuta, na tena na masapota atabeba vyombo, wewe utashangaa. Sasa yule mwanamke kionja kwanza hafai kutoka, na wewe mwanamume usimfukuze, ni pale pale ndani ya nyumba. Ndio Mwenyezi Mungu katika adabu ya kwanza asema, askinuhunna min haithu sakantum, waekeni wale wake zenu pale pale mahali mnapokaa. This is our house, hii ndio nyumba yetu. Umemwacha matalaka ya kwanza, atakaa pale pale. Askinuhunna min haithu sakantum, mutamweka vile vile alivyokuwa, ni mke wako bado. Utamlisha breakfast, kila kitu, utamwangalia credit card, utamnunulia kama kawaida, ni mke wako kama kawaida. Watu walikuwa wanawake wakiwachwa zamani na watu wema, walikuwa wenyewe hawajui. Moja katika kisa nilichokisikia na kutoka kwa moja katika mashekhe zangu, Said Muhammad bin Sharif Said Albida, asema Habib Saleh Jamalullail alikuwa mmoja katika mashekhe waliokuwa katika nchi za Island, Lamu kule. Alikuwa na rafiki yake mmoja, alikuja zamani, alikuwa ni nyumba za heshima. Waweza kaingia kwenye nyumba ukamtafuta wenye nyumba wako wapi wanaopika chakula huwaoni. Yule mfanyaji, yule mgeni, bahati nzuri au bahati mbaya, akamwona mwanamke iwapita katika varanda za nyumbani pale au nje ya mlango. Alipomuona akampenda yule mgeni. Alipompenda akamwambia Habib Saleh kwamba mimi nimemwona mwanamke nimempenda. Habib Saleh rahimahullah akajua kwamba ni yule mke wake. Akamwambia wewe nenda safari, ukirudi nitakuozesha. Pale pale akamwata. Lakini yuko nyumbani, mwanamke yuwapika, yuwafanya kila kitu. Yule bwana alipokuja akamwambia sasa kuna mtu amekuja yuwakutaka. Akamwambia mimi ni Atalina, bana aenda ishakusha. Angalia adabu watu kuatana hizi. Yule mwanamke mwenyewe hajui kama amewatwa, na usifanye surprise. Haya si matezo jamaa, ukaona pengine ni surprise huyo. Hao watu wema ndio ukaona Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowapa undugu Abdurrahman bin Auf na maswahaba al-Muhajirin, alipowapa undugu na Ansar. Abdurrahman bin Auf akafanywa undugu na mmoja katika Ansar, nimemsahau jina lake. Basi alipofanywa undugu, yule bwana akamtukua sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Abdurrahman bin Auf, wake zangu wanne hawa, ni muache nani umuoe? Tagua wamtaka nani katika wake zangu wanne, wanambie qualities, ama nambie ile mwanamke sifa zake, nikumtoe mmoja nikupe wewe. Yote hii ni yale mahaba ya kupendana. Lakini yule umpendaye mpaka awe ni mwema kama wewe, usitafute jambazi hapa ukaniangalia atajifananisha na sahaba, hata kuibia. Kuna watu kuombea dua ufe amue mkeo wako, watu wao kiswali hivi kuangalia huko akufalini wewe, wallahi amtaka yule demo tu yule mke wako maskini amotea tu paka. Sasa usimfa huyo, si watu hao, ni watu wema. Mfano unaotolea na ninakuonesha, askinuhunna min haithu sakantum, utamweka pale pale nyumbani. Ukisha kumweka, marafiki ndio itakuwa mbali. Hakuna kutumia kitanda kimoja Wewe utakwenda store, ikia rumu ni moja, yeye atalala kitandani paka eda ishe. Breakfast utamnunulia, utamtukulia. Ikiwa ni kawaida yake ni mgonjwa, dawa utamnunulia, utakwenda na hospitali. Na umwacha ni mke wako ushamwata. Lakini maadamu eda haijesha, utakwenda nao vile vile. Mtukuo utakwenda naye kama ni Naivas, utakwenda naye kama ni Uchumi, utakwenda naye ni mall, watembea naye mke wako kama kawaida. Mpaka kisha kumalizika, mke wangu mimi eda yako imeisha na naona bado mimi I'm not comfortable with you. Sasa wewe rudi kwenu nyumbani. Wamfungia nguo zake, mtengezee gari, je mtukue, umpeleke mpaka kwao. Kama ulivyomtaka ndivyo umrudishe. Lakini siku hizi ni maflankiki. Demu iwapigwa huko kwenda kwao, hata ile njia haijui tena. Na wewe mwanamume naye ukiona ni mashenigi zako brother in laws wale, ukiona wakimbia, piga kona, maana wakikuona nao utapigwa. Umempiga mtoto wetu,
si hivyo. Wale wamekupa, family imekupa yule mwanamke kwa sababu wa kuamini kwamba you will take care of her. Na wewe onesha kwamba mimi kweli huyu mwanamke wenu, kweli bahati mbaya mimi, ima ni wewe uwe na ila uwe na matatizo, ama ni yule mwanamke, huyu mke wenu, mtoto wenu kidogo ana matatizo, na mimi naona kwamba hawezi kurudi nyuma, kwa hivyo mimi nimemrudisha salama salimini, basi yeye aendelee maisha yake na mimi naendelee maisha yangu. Hayo ndio Uislamu. Na mwanamke naye akijisikia kwamba huyu mwanamume mimi simwezi, siwazane tena, amweke vizuri, aende kwa watu kwao, bwana mimi yule mume wenu mumeniopea kweli, lakini kuna matatizo haya naona hawezi kuendelea vizuri, kwa hivyo yeye awe kando na mimi niwe kando. Lakini askini hunna, adabu ya kwanza ya talaka ni mwanamke uhakikishe amekaa nyumbani. Na tena wewe mwanamume, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wala tudharuhunna litudhayiqu alayhinna, wala usifanye plani ya kumdhuru yule mwanamke na kumuonesha vitimbi yule mwanamke. Sheria yasema ukimwacha mke wako talaka ya kwanza, abaki pale kwenye nyumba. Sasa wewe kwa kuwa ambaki kwenye nyumba yule mwanamke, wafanya plan. Kuna wanaume na plan amudhi yule mwanamke. Mwanamke pengine atakuangalia TV waizima, aenda kwa main switch, kisha mwambia power light wangoja kukata, wamtisa. Sijui ukipika wewe mara chakula humletei, mara sijui ati wamviki paka mwanamke ende zake. Haifai, ni madhambi. Mwanamume lazima baada ya kuoshamwata hakikisha wamweka nyumbani sawa sawa, na umejaribu kumtengeza mpaka atulie. Kama tulivyosema, marafiki ni tofauti, hakuna kulala naye, lakini angalia mahaba ya dini ya Kiislamu na huruma. Yule mke wako kiomwata talaka moja na yuko ndani ya nyumbani kwako, na kuhakikishia 100% eda haimaliziki, mtarudiana. Ankaa kwenye kochi pale na wewe umekaa kwenye kochi hapa, muangalie TV pamoja, mumeatana, lakini mtarudiana. Remote waitaka mpaka akufuate, akitaka remote mara bahati mbaya kushika mkono, mtarudiana. Lakini umemwata sahihi, wewe hujafika nyumbani satoka, hamrudiani. Maana kwambia ushakwenda usirudi tena, na wewe nyumba ndo hulipi tena rent, ushakwenda utafuta kibanda huko maskani kule. Sasa yule mwanamke amewatwa, lakini yuko pale ndani ile nyumba. Ndio utaona wazazi wetu wa zamani, mwanamke akirudi kwao, rudi utokako, arudishwa kule kule, umewatwa, eda imeisha haijesha, rudi. Na yule mume atalazimishwa akae naye, na hawatoboi chooni, ameingia wewe wasikia mikoja hatoki, mwisho utamuita darling, mwisho sweetheart basi toka, ndio msharudiana hapo. Hiyo ndio hali ya mahaba. Abaki pale kwenye nyumba miezi mitatu, ametulia pale kwenye nyumba, na mtarudiana. Ukirudi chakula kimewekwa kwenye meza, mmeatana, lakini ndio ile huruma. Lakini sasa ikiwa nyinyi mmeatana, hapo kwa hapo, talaka ya kwanza, talaka ya pili ametoka 100%. Kuna wanawake wankaa chonjo kama wanaume walipokaa chonjo, kuna wake wankaa chonjo. Ukisha kumwata yule mwanamke ametoka kwenye nyumba, mwanamke mwingine yuingia. Sasa wewe mwanamke ukiwacha talaka kwanza, mwambie kabisa, mume wangu umeniacha talaka kwanza, sitoki nyumbani hapa, ni mumu paka eda ishe. Ikisha kuisha eda, utajiwazi mwanamume hakutaki, basi utaangalia njia yako, utakosha jisota tu, ushajipanga. Adabu ya pili, usimfanyie vitimbi na action na acting, ukamfanyia yule mke wako mpaka akawa yuaitukia ile nyumba yotoka. Adabu ya tatu, walilmutallaqati mata'un bilma'ruf. Mwenyezi Mungu asema, ikiwa umejipanga kumuata mke wako, walilmutallaqati, na wale wanaoachwa wanawake, mata'un, kuna mataa, kuna posho lazima umpe. Mke wako umemwacha, tumeoana kwa uzuri na tumeatana kwa uzuri, insha Allah huko unakokwenda nyumbani kwenu, mfungishe kama ni 50,000, mwambie utafunguliwa biashara na utaendelea, ama mpige kama ni 10,000, ukiwa uko fresh mpige hata 1 million. Amekaa na wewe kule. Mwanamke kuacha mwili open wazi akakuachia wewe, hakumwachia mtu mwingine bwana. Huwezi kumrudishia ubikra wake, huwezi kumrudishia asili yake. Kwa hivyo muheshimu na wewe.
na binti yako na ataheshimiwa, na mtoto wako ataheshimika mahali. Sasa mpe mataa. Mwanamke akiwatwa ana donge wapewa. Angalia kama gari, kuna gari mbili pale, basi mwambie mke wangu sisi tushatana, lakini gari itakusaidia, utatumia, especially ikiwa kuna mtoto. Itakuja mbele huko. Ikiwa kuna mtoto, mataa ndio iwe kubwa. Utampa posho, kisha na mtoto kila saa unaangalia. Ile kukubebea mtoto wako miezi 6, miezi 9. Kwa tabu, mwanamke halali. Tena baada ya kuzaa yule mwanamke, wajua mtoto yualia sana, basi utamtengezea rumu yake kando. Stress nyumbani bwana. Kuna mtoto yualia tu bwana. Kumbeba umbebi, na lao utapewa yule mwanamke akasiriki akwambie just 30 minutes, yeye watoka tu. Wewe utajuta, utajua kweli mwanamke apata tabu. Mbebe yule mtoto je naye hapa msikitini. Dakika 4 tu. Wewe ukampiga kiki yule mtoto. Maki acha dhiki, hujua kufanya mara sa kukojolea, mara kutapikia, mara wanawake raha ile, akitapikia wasikia raha. Sasa utampa nini mke wako? Tena yule mtoto baada wewe, angalia kazi yetu si wanaume. Mwanamume ukiingia kwenye sexual intercourse, sperm zitaingia, huyo wenda za kujidda. Mwanamke sasa apate tabu, ambebe yule mume mtoto wako. Kisha kizalio yule mtoto ataitwa Salma Omar. Haitwi Salma. Hataitwa Salma kwa jina la mamake, ataitwa Salma kwa jina la baba. Sasa Mwenyezi Mungu ametupa hiki cheo, yule mtoto na yule mama muheshimu. Mpe mataa, mpe donge. Na huna mwambie mke wangu mimi nimetumeatana vizuri, inshallah mimi nitakuangalia. Na mwanamke hakuna kitu anachokipenda kama kuhadawa. Mwanamke muhadae tu, pange tu. Wewe haoni mume mwingine. Lakini wewe kila daily maneno makali, hata mfanyaji kazi ataweza kumpata. Wewe mwambie maneno mazuri mahadai, mpange. Mwanamke hakuna raha anayoipenda kama kupangwa. Na tena mwanamke ukamsifu, wallahi mzuri wewe kama iPhone. Wapendeza wewe kama Samsung 8. Mwanamke hajui kama wadanganywa. Ukimsifu mwanamke hajui kabisa. Mwanamume wewe mwambie mwanamume yote, wallahi umpendeza kama Cristiano Ronaldo. Jamaa atakucheki. Ajua wasi mdanganya. Mwanamume ajua siku dakika moja tu kisi mwanamume ashajua huyu alidanganya. Lakini mwanamke hata ukamwambia nini, wallahi nimepita pale nimeona mwanamke kama wewe namna alipopendeza. Hapo mambo gol. Utasikia raha wewe. Lakini sasa huyasemi hayo maneno ni balaa. Mata'un bil ma'ruf. Lazima utoe mataa, donge umtengezee mke wako. Jipange, mimi nitaka kumwata mke wangu. Sasa katika sheria na adabu ya talaka ni kumpa donge, utampa nini? Na mwanamke akiwa amekosa ni yeye. For example, mwanamke amekukosea wewe heshima. Mkeo ni wako, mara ukaenda kumkuta red 100, lazima sasa umwache. Sasa yeye ndo alikuwa na makosa ni mwanamke. Sasa mataa yake ni umsamehe. Scholars zasema mataa ni ile donge, msamehe. Basi msamehe, ikiwa atakwenda zake kwa vitu vyake vile kawaida atakwenda zake. Hayo ndio mataa. Lakini sio baada ya kwamba wewe umemkuta ni mfano ni red 100, sasa baada ya kuwa hapo sasa mwanza kumtumia na message. Mara wamtukana, mara hakuna. Hakuna kabisa katika dini ya Kiislamu. Mkisha kuatana ina adabu zake na mipangilio. Adabu ya 4. Wa in kunna ulati hamlin. Sasa hapa ndo mahali pagumu na pazito kwenye adabu hii. Ikiwa umemwata mke wako sasa na ni ulati hamlin, ni ana mimba yule mke unemwata, fanfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahunna. Itabidi uisimamie ile mimba mpaka azae mimba yao, sio mimba zao, mimba yao. Lugha Qur'ani haikuja hatta yadhana ahmalahunna, imekuja hatta yadhana hamlahunna, yani mwanamke azai mimba yao. Mimba yao na mimba zao kilugha tofauti. Kiswahili kigumu. Mimba yao na mimba zao ni tofauti. Kuna kuzaliwa na kuzawa. Kwenye kitambulisho pia imeandikwa ati umezaliwa, yani mimi ati mimi nimezaliwa. Kuzaliwa ni kupata mtoto, kuzawa ndio wewe
umezawa. Hii ndio Kiswahili, lakini hatujui Kiswahili. Unajua mpaka kwenye magazeti amezaliwa ama umezaliwa wapi? Umezaliwa Malindi. Mimi nimezaa Mombasa mmoja, nimezaliwa Mombasa mmoja, mwingine nimezaliwa wawili, nikazaliwa Malindi, wengine nikazaliwa Nairobi. Yani kuzaliwa ni kuzaa watoto. Kuzawa ni leo uzani, na sio leo pamoja tu Mombasa. Kuishi. Lakini lugha, mimba yao. Wale wanamke ikiwa ana mimba, yani ankwenda hospitali, utaisimamia ile mimba yake hata kama umemwata. Si umwata leo, eda imalizika, yule mwanamke sasa utamsimamia yule mwanamke mimba yako. Na wale watoto sasa wakiwa tumboni ni 100, basi akatoka wa kwanza, wa pili, wa tatu, utamangalia wote. For example, unkwenda hospitali, mtoto mmoja kuzalisha ni 10,000. Mara mke wako akazaa mtoto wa kwanza, wewe kisha ukasema shazaa mtoto wa kwanza, kwisha shamaliza kazi. Kwanza atangojea kuna mtoto mwingine kuangalia huko pili, akitoka pili tena, wakitoka hata kama mtoto 10, mmoja baada mmoja watoka tena, watoke kwa wiki. Leo mke wako anza mtoto wa kwanza, kisha sikia utungu bado, akazaa wa pili wiki ijayo, utamsimamia mpaka amalize kumimba yao imeisha kabisa. Watoto wamesha, ukigongo huku ndani kwa gongo hodi hakuna kitu. Hapo sasa mambo, huyo mwanamke umemalizana naye. Mimba ni uisimamie. Akiwa yuenda clinic, utoe pesa ya gari. Wewe ndio mwanamume, utoe pesa ya gari aenda clinic. Ameambiwa ataka kwenda scanning, umemwata mke wako na ashamaliza eda, wewe ndio utakayetoa pesa aende scanning akapime. Akiwa ameenda kwa takana operation kuzaa, wewe ndio utakaisimamia ile operation azae. Hiyo ndio adabu, na hii lazima. Fanfiku alaihinna, mutawasimamia wale kina mama, kwa sababu ya wale watoto ni mtoto wako. Ishaisha. Adabu nyingine, walwalidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilaini. Hii ndio adabu kwenye Qur'ani. Ikija kwenye adabu, wa 'ala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hapa ndo kwenye balaa jamaa. Kuoa na wewe ukiangalizia adabu utaziona hakuna, kwa sababu yule mwanamke wewe umekwenda kumuokota tu. Na hii ndio design. Untoka hapa umemwona mwanamke tena, pengine hata si Muislamu kama mwanamke. Unajua wallahi dini ya kubali ahlul kitabi. Ahlul kitabi si ni hawa Kristo, sio jamaa. Yaani wataka kujilazimisha wewe kwamba uomuoe yule, basi si mpaka silimu. Shazungumza naye ankubali kusilimu. Ankubali kusilimu kuolewa ama ankubali kusilimu dini? Kuna tofauti mbili. Kuna tofauti kwa kuyo kupenda na mwanamke, ukimwambia kusilimu anakuambia baada ya miezi 4-5 mkorefishana yuenda kanisani. Alikuwa hakusilimu kwa sababu ameipenda dini, amesilimu kwa sababu ya kukutaka wewe. Sasa humtaki, atarudi. Sasa hatari zaidi ni yule mwanamke muwe mumezaana naye. Mwanamke ana mtoto wako, sasa yuenda kanisani, wampeleka mtoto wako kanisani. Lile jukumu lako ila yaumil qiyama. Usione wewe barabarani mwanamke amvaa miniskati akili imekuruka, na mwanamke naye ameona mwanamume marasta akili imemruka, ameingia ameona fashion pale. Dini ndio kitu muhimu, hata kutia motoni yule. Angalia kwanza, huyu yuko sawa, na nikiatana naye mimi nitakuwaje? Hali mbaya. Juzi kumekuja bili hapa kwetu bungeni, kina mama wadai 50% wakiachana na waume zao. Bili kokotini, haikoti wakaikata, akasema hakuna. Ati yani wewe muwe mwanamke, kisha uwe businessman, kisha ukimwata nusu kwa nusu mganye. Mambo gani? Wata kiuislamu si sawa, wenyewe wamekataa haikoti ya demokrasi. Wanakajua zi kwamba hii haiwezekani. Mimi umeingia jana ninakuata leo. Maki sitakuwa ni design wanawake sasa. Ataangalia maana si maustadhi, hatutapata tena wanawake. Ipi bili kipita? Tutapata tabu sana sisi. Maana mwanamke sasa atakoiangalia, huyu mwanamume ana magari mangapi? 4. Akiniacha nitapata mangapi? Mimi 2. Atakubali kuolewa?
Wewe ustadhi mkuja pikipiki una, utapata vipi wewe mwanamke tena? Afadhali waikata ile bili, warudi pale pale 0-0. Sasa ile mwanamke akikosa kule gari atakuja huku chini, si hatuna magari, atakuja ushago. Ndio raha hiyo. Mambo atakwenda simple sasa, lakini sasa wote wakisimama pale pale italeta tabu. Sasa wa ala almauludi lahu rizquhunna, na wewe mwanamume utoe chakula na mavazi kwa yule mtoto baada sasa amezaliwa. Mtoto ashazaa, ametoka, yuko sasa ni miaka 2, mwaka 1, miezi 3. Kwanza tu itaanza walwalidatu, mamama sio ummahatu, walwalidatu yurdhi'na, wale mamama ndio wanaonyonyesha watoto haulaini kamilaini, kwa miaka 2. Sasa wewe wajua yule mwanamke kunyonyesha mtoto, breastfeeding ni ihsan, si lazima. Huwezi kabisa wewe kumshika mwanamke kwa sababu ati wamtukia hata kumnyonyesha mtoto. Yule mtoto wako ni utafute wa kumnyonyesha mtoto wako. Ye kazi yake ni ashamtoa tumboni, amekuwekea, ni kazi kwako wewe. Sasa anapomnyonyesha yule mtoto, yule mama watakiwa wewe umlipe. Fa in ardha'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, amri ya Qur'anul Karim. Wakiwasondesha wale mamama kwa ajili yenu nyinyi wale watoto, mke wako lazima umlipe. Mke wangu umemnyonyesha miaka mingapi mtoto wangu? Amemnyonyesha miaka 2. Miaka 2 kila mwezi unampiga shilingi 2,200 special. Hata sigara mke wako hawezi kukubali kuatwa, hata idumu, hata idhibiti ile ndoa. Lakini mwanamke mgumu, mwanamume, kuna wanaume wagumu, hatoi kabisa. Tena kiaparation na mke wake atakwenda yeye kununua, hakikishe dei kwenda vile vile, na akina mke wake kununua vitu, lete receipt, angalie mbona change hakuna hapo. Hasa mfanyia nani na yeye? Mbona lao atashika ngumu mwanamke kama yule, na yeye pia huwezi kuishi vizuri katika nyumba. Lakini ni kustiriana na kusikitikiana. Jua wazi, kuna tena jifanyishe, maana yake kuna tabia wewe ukaeka koti lako na kama 2,000 hivi, asubuhi kitie mkono hivi kwa 1,000. Usimtukane, mwatie. Kutamona hapo kulikuwa na 1,000 kwa wapi? Iko wapi? Tena hapo basi yule mwanamke mwenyewe ashaingia chini ya kochi pale, waitoa pengine na mambo mengine atakufanya. Wanawake wana mambo ya siri mingi. Si siri ya kukukhalifu wewe, siri tu yake, mengine hawezi kukwambia. Sasa kule kuwapata extra, furahika. Tena be proud mke wako akikuibia. Wewe furahika kwa mke wangu, amtukua basi, mambo fresh. Lakini wewe utapata mtu aweza kampiga mke wake amemtukula pesa, lakini kule kazini kuna kisekretari cha muibia, hauna haya hata kumwambia. Kuna mwanamke barabarani waweza tu kafika wana scratch card nasema pale, basi si unanielewa na mimi, ukatoa 1,000, ataka credit ya shilingi 20 ukampa 1,000 nzima. Si umpe mke wako wewe. Huyo ampewa na watu wangapi huyu? Na huyu ikiwa umempenda wewe mwanamume, muone mwanamke mzuri, yule anatengezwa na wewe mtengezi wako. Wajua si wanaume tunatabu sana. Utapata mwanamke pengine msichana umemua wewe, yule ndio mzuri, mfundishe kila kitu. Lakini watu wampenda mwanamke huku barabarani anayetingisha mtaa, ati ndio mpenda. Yule mfundishwa na wengine, wewe mfundishe wako. Lakini ule ujinga wetu wanaume tulionao, barazani rafiki yako msifu mwanamke, amelala naye, amefanya sex naye, sexual intercourse naye, ati naye watamani. Wewe sawa tamani nini? Mtamani yule mke wako. Ndio Mtume alikuwa akifundisha sallallahu alaihi wasallam, wata kusifiwa umemuona tu mwanamke akakushangaza tu kwenye barabara. Pengine unka kwenye naye matatu, mara kupeleka mkono, ukishuka kwenye matatu direct nyumbani. Direct. Na mwanamke mume wake akiingia direct, hata kama unapika chapati aziwate. Mambo mabaya yameharibika, emergency hiyo. Kuna matezo. Haya maneno Mtume, ndugu zangu ni Waislamu. Hizi ni adabu za yule mtoto
akiwa tayari ni mtoto ananyonya, yani breastfeeding ile, utamsimamia na utamwangalia mtoto kisawasawa mpaka amalize miaka 2. Sasa pale ndo itazungumzwa. Ya mwisho katika adabu, ambapo kwamba hizi ni adabu chache ndio zitoka kwenye aya 2 za Qur'anul Karim, kisha inshallah kesho tutaangalia visababishi vinaosababisha mwisho kamtukia mke wako. Kuna vitu ukivifanya yule mke wako utampenda milele. Viko vitu hivyo Mtume amevisema sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa haya maneno ya kufundishwa ni hivi sasa. Hivi sasa ndio wakati wa kufundishana. Barobaro ajue, mzee ajue, wewe ujue kwamba mimi nikiwata, kumbe hii ni kozi nzima. Hii leo nitatengeza syllabus ya hizi adabu. Ndeza nikaifanya hii ni somo kamili kwenye college. La somo kabisa. Lakini sasa hakuna. Hili ni somo kamili. Mtoto afaa kufundishwa. Ajue kama vile unavyofundishwa accounts, kama vile unavyofundishwa pengine ni ticketing, kama vile unafundishwa engineering, na ndoa na talaka watakiwa ifundishwe namna ile. Wewe waona mkuoa tu hivi mpaka hii na yeye no wasikara. Ukiona pengine wengine amvalishwa veli la tembea liko chooni kule, wewe waona lo, si kila siku ile, siku moja tu kisha limekodishwa, atakwenda kurudishiwa. Akirudi sana vaa vile viguo vake vile, ikiwa vichafu utajua, utajipanga wewe. Paka ujipange na ujue zile sheria hizi za siku moja, hizi za siku 2, hizi ukisha kujua hakuna neno. Wa'tamiru bainakum bima'rufi. Adabu ya mwisho ni watu pale ambapo kwamba mwanamume na mwanamke wameachana, sasa kuwe na meeting. Kuwe na meeting upande wa mama au upande wa mke na upande wa mume, vipi tutaangalia watoto. Hizi ndo adabu za talaka. Insha Allah taala kesho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kituweka uhai na uzima, tutaimaliza mada yetu hii ya adabu ya ndoa, ya adabu ya talaka, na tuangalie baadhi ya visababishi vitatu alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tudumishe ndoa zetu, idhibiti ndoa yetu. Yule anayesikaa nje ya ndoa atamani kuoa, na yule ambaye kwamba hajaolewa atamani kuolewa. Lakini mwanamume ankaa kibarazani, yuasikia huyu wateta, huyu ameata, jamaa taona huko hana hamu, ukimwambia kuoa hataki. Sababu gani? Angalia rafiki yangu nilionao ameata mara ngapi bwana, yuasumbuliwa, yuapigwa. Wanaume upigwa wengine, kuna wanawake wako freshi. Insha Allah taala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Katika hii topic insha Allah, deni mnanonidai ni hii aya, wa atamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Hii insha Allah tutafsiri kesho. Tuangalie yule mtoto, akiwa mtoto sasa ashazaliwa na mumeachana, mtoto nani anayemchukua? Je, haki ni baba mchukue? Wachana na sheria za kidemokrasia hizi. Nani sawa wa kumtukua mtoto? Na akimtukua ni kwa period gani? Ikiwa ni mama amemtukua, ni wakati gani mtoto anafaa kuchagua baba au achague mama? Je, akichagua baba, nani wa kumsomesha? Akimchagua mama, nani wa kumwangalia mtoto? Nguo za kuvaa, fee school ya kulipa. Mtoto ameanguka, NHIF itakwenda kwa nani? Kuna NHIF mtoto anzaliwa, mke ex wako ameolewa. Sasa yule mtoto wako NHIF kadi atakwenda kwa yule au kwa yule mume mwingine yule, au atakwenda maana ndio villain, atakuwa ni adui wako. Sasa utompenda, umpendi kabisa. Sasa utamwata kule kadi yake NHIF ende kule, ama ni haki NHIF kadi yako? Maana huku kioa mwingine utalia watoto wengine. Sasa yule mtoto kisheria ya dini ya Kiislamu yuwafanya nini? Nani anaitoa chakula? Nani anailipa? Hizi zote ni katika adabu na zile ambazo kwamba takazoziona kesho Mwenyezi Mungu atakujalia. Insha Allah Taala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumshukuru ametujalia tukaweza kuimaliza siku yetu ya 3 hii. Bado 1 hour tu tumalize siku yetu ya 3. Insha Allah Taala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie somo yetu.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshie madeni yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongozee watoto wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze wake zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie biashara zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale majobless, Mwenyezi Mungu awajalie wapate kazi za halali. Mwenyezi Mungu awajalie wale wizi watubie wasirudie tena. Mwenyezi Mungu awajalie wale ambao kwamba wana matatizo ya magonjwa ya aina yote, basi magharibi siadhini isipokuwa awape subra au awape shifa kwa lile analotaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku zote usema dua, ukisema Kiswahili jamaa wana kama si dua. Wengine tainu mikono. Maana hajui kama dua hiyo. Tusomeni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana wa tarawihuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.